nafungua ukurasa, maneno kuyaandika. Niseme yanayopasa, kujenga palipobomoka. Machozi kuyapangusa, anayelia kucheka. Maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Kwamba ameshakupata, yale yaliyokupata, ya kuudhi na salata, yale sharabu, utata, vitahuja, vikapita. Wakosao hujapata, maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Japo uko kwenye tope, waona umechafuka, wewe ni mtu, si kupe. Mtu alokamilika, tumaini usitupe, bado mbali utafika, maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Kuna nafasi nyingine, kila mtu hupatiwa, kuna hatua nyingine, unaweza kuchukua. Kuna ushindi mnene, mbele umeandaliwa, maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Bado unayo thamani, huu sio mwisho wako, yaliyopita zamani, yaache yabaki huko, inuka shika imani, kuna nuru mbele yako, maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Ukikata tumaini, utapatani niambie, itakufaidi nini ya kwamba ujichukie, una uwezo amini, ndoto zako ufikie, maishani kuteleza, huwa sio kuanguka. Ujumbe ni kwamba kila unapoanguka maishani, labda umefeli, kwa sababu vizuizi na vizingiti vitakuwa maishani. Unaamka unajipangusa na maisha yanaendelea. Fani ambazo nimeziona pale, kuna methali, kuteleza sio kuanguka, kuna kwa kuwa unakuwa na matumaini. Haya, tukiangalia shairi hili lenyewe nitarudia kwa sababu lina mishororo minne, ni mathnawi kwa sababu lina vipande viwili katika kila mshororo. Aidha shairi hili tunaliona likiwa ni ukara kwa sababu vina vya ndani na vya nje vinabadilika kutoka ubeti moja hadi mwingine. Jambo lingine ambalo tunaliona ni katika muundo. Shairi hili lina beti 1, 2, 3, 4, 5. Lina beti 5 na la hasha, lina beti 6. Kisha shairi hili lina mishororo minne kwa kila ubeti. Shairi hili lina vipande viwili kwa kila mshororo. Shairi hili lina mizani 16 kwa kila mshororo. Shairi hili lina vina ambavyo vinabadilika kutoka ubeti moja hadi mwingine. Ni ya kuhimiza kuwa mtu ajue kwamba maishani kuna changamoto na kila anapofeli au kuteleza sio kuwa ameanguka.